Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Tabani, mkusanyiko huu kama mnavyotambua ni kwa malengo ya kumkumbuka kiongozi wetu wa kiroho, mwana wa chuoni mkubwa, kiongozi wa Waislamu hususan Mashia duniani, al-Imam al-Khamenei, kwa msiba huu mkubwa. Kwa uchache mimi ninavyomwangalia al-Imam al-Khamenei, bwana mkubwa huyu, namwangalia katika nyanja zifuatazo. Nyanja ya kwanza, namwangalia kwamba ni msiba uliotukumba wa Tanzania wote, Waislamu, Wakristo, bali hata mamlaka, hata serikali. Kumbukumbu zangu zinasema kwamba mwaka 1985 al-Imam al-Khamenei alikanyaga katika ardhi hii ya Tanzania, na aliyekwenda kumpokea airport alikuwa ni baba wa taifa hili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, akiongozana na mufti wa wakati wake Sheikh Hamid bin Juma bin Hamid, na kina Sheikh Hussein Ashadhili, na kina Sharifu Nuruddin Hussein, na kina na watu wengine wakubwa, kina mzee Mtuli ya kipindi hicho. Kwa hivyo al-Imam al-Khamenei ni mtu aliyekanyaga nchi hii na akafika mahala hapa na akalala kipindi hicho kwenye hoteli inayoitwa hoteli ya Kilimanjaro. Kwa hivyo ni msiba ambao umetugusa Watanzania sote, lakini kuna mawili matatu muhimu ambayo haya ni kumwenzi na kumkumbuka bwana huyu ni muhimu. Kwa mfano, al-Imam al-Khamenei alichokifanya katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambayo ni nchi imejaa Wakristo, imejaa Mayahudi, imejaa Zaradashti na Ahlusunna na Mashia, lakini serikali na mamlaka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, hawa wote wanashirikiana na wanakaa pamoja na wanafanya mambo yao kwa umoja. Kwa hivyo kama kuna jambo la kulisoma sisi wa Tanzania kwa Wairani, ni umoja wa kitaifa wa dini tofauti zilizokuwepo Irani, ambazo zimekamatana, zinashikana, zinashirikiana, zinaelewana. Lakini kwa upande wa Waislamu, miongoni mwa mambo makubwa bwana mkubwa huyu aliyoyapigania ulikuwa ni umoja wa Waislamu, ulikuwa ni umoja wa watu wanaotamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na ninakumbuka katika fatwa zake, ni fatwa inayowaambia Mashia kwamba ni haram wakienda Maka kuswali mahotelini, lazima waswali msikitini. Kwa hivyo jambo la umoja wa kitaifa ambalo naamini tunalihitajia leo mno katika nchi yetu, umoja wa Waislamu, ni jambo tunalihitajia mno. Naamini haya ni masomo ya kuyasoma kwa bwana mkubwa huyu. Lakini jambo jingine la tatu ambalo ni muhimu mno, bwana huyu amelipigania. Ukijaribu kumsoma kwa makini, bwana huyu amepigania wanadamu, amepigania utu, ameenzi utu. Alikuwa anapoona utu wa mwanadamu unasambaratishwa, ni jambo lilikuwa likimkera na likimnyima raha. Na naamini ulimwengu wa leo ambao umepoteza utu, umepoteza wanadamu, kumwenzi mtu ambaye alichokuwa anakifunza ni utu na mshikamano ni jambo moja kubwa mno. Lakini alikuwa akitetea amani ya dunia, akipigania amani ya dunia, na wote wanaofuatilia vikao vyao utajaribu kuwaona hivyo. Kwa hivyo naamini kwamba sisi kama Watanzania kumwenzi mtu huyu ni moja ya jambo ambalo litazidi kuboresha umoja wetu wa kitaifa, umoja kati yetu kama Waislamu na wasiokuwa Waislamu, lakini vile vile kuboresha amani ya taifa letu na utulivu wetu. Kwa baraka ya kifo hichi, Mwenyezi Mungu azidi kutupa amani ya dunia, lakini nchi yetu pendwa Tanzania, Mungu azidi kuipa amani, mshikamano na umoja wa kitaifa. Na rais wetu mpendwa ambaye ndiyo sababu ya sisi kuweza kuonana sehemu kama hii, Daktari Samia Suluhu Hassan, Mungu ampe nguvu, ampe taufiki na azidi kumpa hekima na busara, tuweze kuendelea kuwa taifa moja lenye mshikamano, umoja, upendo na maridhiano. Asanteni sana na Ramadhani Karim na Mungu awabariki. Today we gathered in Delhi Darbar to mourn the sad martyrdom of our supreme leader. Many dignitaries participated in this ceremony. Many people participated in this ceremony. They had very, very fruitful, very nice words, very nice sentences about our grand leader.
I was really surprised about so many nice information they have about Iran, about our revolution, about our grand leader, our late grand leader. And I would like to express once again, my thanks and gratitude. Mr. Foreign Minister, Dr. Mahmoud Thabit Kombo was the first official of the United Republic of Tanzania who early in the morning, when we opened the Book of Condolences in our residence, early in the morning he arrived and he expressed his condolences on behalf of the Honorable President of the United Republic and on behalf of the people of the Tanzania, and I really appreciate, I am very grateful. Unaweza kujiuliza ni kwa nini Waislamu wa Tanzania wa taasisi mbalimbali wakusanyike pamoja waweze kusoma dua kama hii. Ni kwa sababu Sayyid Ali Khamenei, kama walivyojaribu kusema baadhi ya wazungumzaji, ukiacha kwamba kuja kwake Tanzania, lakini pia Sayyid Ali Khamenei alikuwa na uhusiano mzuri sana na Waafrika. Sayyid Ali Khamenei katika ibara zake na katika maeneo mbalimbali alipoweza kukutana na viongozi wa Kiafrika au wawakilishi kutoka Afrika, alikuwa analitazama bara la Afrika kwa jicho la kipekee sana. Alikuwa anahimiza swala zima la kupiga vita kitu kinachoitwa ni ukoloni mamboleo dhidi ya Afrika. Moja jambo ambalo alikuwa analihimiza sana anapokutana na viongozi wa Afrika ni kwamba aliwahimiza wahakikishe kwamba wanapiga vita ukoloni mamboleo dhidi ya Waafrika. Yeye alikuwa anaamini kwamba uingiliaji wa dola mbalimbali za nje Afrika ndiyo chanzo cha maisha kuwa duni ndani ya Afrika. Na ndio maana utamwona Sayyid Ali Khamenei alisisitiza sana kila alipokutana na vijana wanaosoma ndani ya Irani au wanaotoka Afrika, alikuwa anahimiza sana swala zima la umoja wa kitaifa katika nchi mbalimbali, kwamba mnaporudi kwenu hakikisheni kwamba nchi zenu zinakuwa ni moja, mnashikana pamoja. Lakini nukta nyingine muhimu sana, Sayyid Ali Khamenei alikuwa anawatazama vijana wa Afrika kama nguvu kazi ambayo inaweza kuleta mabadiliko makubwa Afrika. Hakuwahi kusahau kuwataja vijana wa Afrika. Mara nyingi alikuwa anahimiza na akisema kwamba vijana wa Afrika ni nguvu kazi ambayo ikiachiwa, ikaelekezwa mwelekeo sahihi, wanaweza kuleta mabadiliko makubwa sana Afrika. Lakini yeye kitu ambacho alikuwa anagomba au kilichokuwa kinamtia shaka ni uingiliaji wa sera za nje ndani ya Afrika. Alikuwa anaona kwamba uingiliaji wa sera za kibepari kutoka nje, mataifa kama Marekani, Uingereza, kujaribu kutaka kuzikontrol nchi za Afrika, ndiyo ilikuwa ni sababu ya Afrika kuweza kuzorota kimaendeleo. Kwa hiyo yeye alikuwa ni mtu ambaye anawajali vijana wa Afrika kama ambavyo anawajali vijana wa Irani. Yeye alikuwa ni baba ambaye wakati anafikiria watoto wake ndani ya nyumba ambao ni wa Irani, alikuwa anafikiria watoto wa jirani ambao ni vijana wa Afrika. Kwa mfano, alipokuwa amefanya kikao na rais wa Ghana, alimueleza wazi kwamba mnapasa kwenda kupigana dhidi ya ugaidi ambao umeenea Afrika, na akamwambia kabisa kwamba sisi tunajua na tunaamini kwamba vita vinavyoendelea Afrika, mauaji yanayoendelea Afrika, si kwa sababu Waafrika wanataka kuuana, si kwa sababu Waafrika ni wajinga, bali ni kwa sababu ya shinikizo kubwa linalotoka ulimwengu wa kimagharibi kwa ajili ya kuweza kupora mali za Afrika. Kwa hiyo alipokuwa akitetea mali za Wairani, alikuwa vile vile anafikiria mali za Waafrika kwamba zinaporwa kwa ajili ya kwenda kujenga Ulaya na kujenga nchi za magharibi. Na hivyo utamuona kwamba kila wakati akipata fursa anajaribu kuambia, jamani, amkeni, kama ambavyo sisi tunaporwa mali zetu na ninyi vile vile mnaporwa mali zenu. Kwa hiyo amkeni, shikamaneni na mkatae uingiliaji wa madola ya kibabe kutoka Ulaya kwa ajili ya kuja kupora mali za Afrika. Na utaona hili la kukataa uingiliaji wa nchi za nje, hili la kukataa dhulma, hili la kukataa uporaji wa mali, ndilo limemfanya Sayyid Ali Khamenei kuweza kufa kishahidi. Kwa sababu unaweza kujiuliza, anakosa gani alilolifanya mpaka jeshi la Marekani na Israeli waende kumshambulia katika nyumba yake? Hakuna kikubwa. Yeye hakwenda Venezuela kwenda kuiba mafuta, wala hakwenda sehemu yoyote kwenda kuiba mali ya mtu. Lakini alichokuwa anasema ni kwamba kila taifa linatakiwa kuweza kufaidika na rasilimali zake, na wala hakuna taifa lenye haki ya kwenda kupora mali za taifa lingine kwa ajili ya maslahi yake binafsi. Kila taifa liachiwe litumie mali zake na alifanye maendeleo
yake. Huyu ndio Ali Said Ali Khamenei ambaye sisi tulijumuika hapa kwa ajili ya kuweza kumrehemu na kumtakia dua.